بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Safar mwaka 1439 katika darsa ya manzumatu alqawaid alfiqhiyya للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. tulifikia katika ubeti wa 46. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. هذا قاعدة: من أدى عن غيره حقا فله الرجوع إن نوى. معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع إليه فإنه يرجع عليه ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه. معنى هي قاعدة لكوا kila anayemtekelezea na kumlipia mwenzake deni, kwa mfano la wajibu, na akanuia kuwa atamlipia, kisha baada ya kumlipia yule aliyelipiwa atamlipa yeye. Bimaana kuna mtu amdai, yeye akaingilia pale kama rafiki yake, akamwambia mimi nitakulipia, lakini kwa nia yake ni kuwa huyu mtu alafu atafanya nini? Atamlipa yeye baada ya kumlipia. Basi aweza kurudi kwa yule aliyemlipia na ni juu ya yule aliyelipiwa kumlipa. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى katika sharhi hii qaida sema: هذه القاعدة ينبغي أن يضاف إليها قيد. قاعدة هي يتكikana iwekwe qaid pale, ifungwe: وهو إن برئ الغير بذلك. ikiwa kwa kumlipia kule atakuwa amemuondolea dhima yule mwingine. فتكون القاعدة إذن: من أدى عن غيره واجبا يبرأ به بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. yoyote ambaye atamlipia mwenzake kile ambacho ni wajibu juu yake, kiasi ambacho dhima yake itakuwa imeondoka kwa yule anayemdai, kwa nia ya kuwa atarejea tena achukue chake kutoka kwa yule aliyemlipia, basi atarejea. Lau kama hatanuia hivyo, basi hatarejea. قال: بهذا تبين أن من أدى عن غير واجبا فله 3 حالات. hapa yabainika kuwa mwenye kumlipia mwenzake kilichowajibu juu yake, hawa wako hali ngapi? 3. Alula, an yanwi arrujua, awe atanuia kuwa atarejelea kile anachokilipa kwa yule anayemlipia. Athania, an yanwi atabarru', awe atanuia kujitolea, bimaana amemlipia kwa kumsaidia yule mwenzake, amemlipia kumsaidia yule mwenzake. الثالثة أن لا ينوي شيئا،
hali ya tatu ni kuwa asinuie chochote bi an yuaddi alwajib an ghayrihi biqat'i an-nadhar an kawnihi yuridu ar-rujua au la yuridu, au yatamlipia na kumtekelezea wajibu yule mwenzake bila ya kutizama je atarudi au la. Fa idha nawa ar-rujua raja'a, ikiwa baada ya hapo atanuia kurejea atarejea. Wa amma idha lam yanwi ar-rujua أو لم يكن في قلبه نية الرجوع ولا علمه فإنه لا يرجع. ikiwa hakunuia kuirudia au kurudia ile haki yake aliyoilipa, basi si sawa kwake kuirejelea. Adamu hakunuia kuirejelea, basi aiwache. ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم. ينجي katika kila mlango katika milango inayotajwa. ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل على ما على المضمون عنه والمكفول له. وكم كفيل mtu, kwa mfano wewe kwa kafala wa mtu kuingia nchi yako, kisha akawa yuadaiwa, ukamdhamini au ukamlipia, pia waweza kuingia katika nini hukumu hii. walau lam ya'dhan fi adh-dhaman wala fi al-kafala, hata kama kutoa idhini hiyo, wala hata kama hakutoa idhini ya nini al-ada. wa hadha kulluhu innahu ar-ruju', yote nikiwa tanuia kurudi. Kwa hiyo waweza kwenda kumlipia mwenzako lile deni kwa nia ya kuwa kurejeshea, kwa kuwa pengine yule mtu yomsumbua kila wakati, nilipe mpaka kumkosea heshima, kaenda ukamlipia. Si ungeniambia mimi nimekulipia, sasa lile deni lilokuwa kudai yule nipe mimi, tayari nimeshamalizana. fa in lam yanur ruju' fa ajruhu ala Allah wala yarji'u ala man adda anhu. Ama ikiwa hakunuia kuirudilia ile thamani ya kile alichokitoa, basi ajiri yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala asirudi kwa yule ambaye amemlipia. وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية. hii ni katika madeni pia yatakayofahamika ambayo hayahitaji nia, kuwa umemlipia mtu bila ya kujua. فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدى عن غير إلا بإذنه. ama kile ambacho ni wajibu kuwa na nia ndani yake kama vile zaka, kafara, hapa ni lazima amjulishe, hawezi kufanya kutasarraf bila idhni ya yule anayemlipia, لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدي عنه. ndio pale Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kaongeza qaid, in bari al-ghayru bidhalika. Kwa ukaenda wewe kwa mfano ukamlipia mtu deni bila kumjulisha, kisha ukamwambia ile deni ulikuwa ulipe pale fulani, basi polepole utanilipa mimi, hii yabra'u dhimma. Lakini ukamtolea mtu zaka bila ya kumwambia, ukamtolea mtu zaka, dhimma itakuwa imeondoka? Haiondoka, kwa sababu hakunuia wakatoa ile zaka. Huwezi kurudi sasa ukamfuata kama mimi nimekutolea ile zaka, sasa ile pesa ambayo ulikuwa utoe zaka nipe mimi, sababu mimi tayari shakutolea. So pale kulikuwa uchukue idhini kutoka kwake ili nia iwepo, sababu inahitaji nia. قال رحمه الله: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبيعي كالوازع الشرعي. الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه. kusema alwazi an shay ni kile ambacho cha kuwajibisha wewe jambo fulani uliwache. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم. الله عز وجل amewaharamishia waja wake
vile alivyoharamishia ili kuwahifadhi waja wake. ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية. kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaweka katika maumbile ya mwanadamu kuna mambo ambayo mwanadamu nafsi yake yamsuta na kumwambia asiyafanye, kuwa haya hayafai, kwa kizuizi katika maumbile ya mwanadamu. Na kadhalika akataja katika sheria yake yale ambayo ameyaharamisha. فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. katika yale aliyoharamisha ambayo nafsi yatamani, Allah ameweka adhabu ataadhibiwa nazo hapa duniani. Had kaziweka ima zaweza kuwa nyepesi au nzito, na pia mahali napotokea kulingana na yale maasi, ikiwa ni madogo ni mazito, yamefanywa mahala gani, akaweka hiqab. Wa amma almuharramatu allati tanfiru minha an-nufus, ama kuna mambo ya haramu ambayo nafsi yenyewe yakimbia, falam yurattib alaiha haddan iktifaan biwazi' at-tab', akuweka had kwa sababu yatosheleza yale maumbile ya mwanadamu kuwa atajiepusha nayo. Wanafaratihi anha, nafsi yakimbia. Wadhalika kaakli najasat, kwa mfano kula najis. Kweli yahitajika kwa mtu kuambiwa haifai kula kinyesi haramu, yeye mwenyewe hawezi kula, sio tofahamiana. Mtu mzima na akili yake atoe kinyesi chake kisha ale, ahitaji huyu kuambiwa kuwa ni haramu kula kinyesi? Wazi'un tab'iyun yamkatazi. Nafikiri tofahamiana. Wasumum wa shurbiha, na sumu na kunywa sumu pia haina haja uambiwe wewe wajua hii ni sumu, huwezi kunywa sumu. Sema isipokuwa mtu ambaye akili yake si timamu, ama akafanya mambo ambayo yaenda kinyume na nini, na maumbile yake. Hata wale wanaojiua kwa kunywa sumu wao hawajui kama sumu, amejua ni sumu ndio wakanwa afya, aona ndio watafanya haraka kupumzika na shida alizokuwa nazo, kumbe ndio yofungua milango ya shida. فإنه لم يرتب عليها عقوبة اكتفاء بنفرة النفوس عنها, nafsi yenyewe yakimbia mambo. Kwa hivyo Allah hakuweka uquba, bal yu'azzaru 'alayha kasair al-ma'asi allati lam yurattab 'alayha uquba, bali yatafanywa ta'zir. Ta'zir ni yule kiongozi atatizama namna gani atamwadhibu mwenye kufanya kosa kama lile. Kwa mfano mtu akakojoa barabarani, kuna hukumu hadhi ya kisheria kwa mtu kufanya hivyo, lakini kiongozi aweza kuweka sheria akasema mtu anayeshikwa kufanya jambo fulani atamwadhibu jambo fulani. Sababu asili ya binadamu hawezi kufanya kitu kama hiki, sababu nafsi yake yamsuta asifanye. Vipi utakojua mbele za watu barabarani? Isipokuwa mtu ambaye fitra yake imegeuka kichwa chini maguu juu. والله المستعان. وهو الوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نقران. kwa nafsi yako ikikwambia jambo fulani lile haramu, au yani Allah subhanahu wa ta'ala amekumba nafsi yako yakwambia aswa jambo fulani ni haramu. Shamwona mtu amekaa tu akitakana mkojo tu bila dharura yote, pengine maji yanayo kila kitu, kisha kujua kisha yana mkojo mzima huo. La, taban alivyoumbwa Allah subhanahu wa ta'ala maumbile kuwa yajikimbiza na kujiweka mbali na mambo kama haya. ثم ختم رحمه الله تعالى بقوله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. حمد الله في مبدأ الأمور وختامها، kumhimidi Allah katika mambo unapoyaanza na kuyamaliza. Wastidamatu dhalika alhamdi,
na kudumisha himdi kama hii min asbabi ziyadati li fadlillahi wa karamihi, ni katika sababu ya mtu kupata ziada katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na ukarimu wake kukirimu nao Allah subhanahu wa ta'ala. وحمد الله في الأمور يوجب بركتها وزكاتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات ويوجب كمال الانتفاع بها. نكم حميدي الله سبحانه وتعالى katika mambo huwajibisha yale mambo kubariki na kukua na kukithiri na kuyahifadhi pia kutokamana nini na maafa. Kwa hivyo himdi ni yenye kuhifadhi neema na kuizidisha ile neema, na huwajibisha pia ukamilifu wa mtu kunufaika na neema kama ile aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala. kisha akasema wa ana as'alullaha bimannihi wa karamihi alladhi tatalasha wa tadmahillu fi janbihi adh-dhunub أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب. تمت بقلم الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له جميع الذنوب. kisha kataja tarehe 18 Dhulqaada mwaka 1331 ndio alimaliza kuandika hii manzuma. Jazakallahu anna wa anil muslimina khaira aljazaa. Na leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Safar mwaka 1439 ndio tumaliza kuisoma hii risala, walillahi alhamdu wal minna, au hii manzuma tumaliza kuisoma leo. Na pengine yaweza kuja kuwa tumechelewa sana kukimaliza kitabu. Kuanzia mwaka jana tumeanza mpaka mwaka huu, na hii ni kwa sababu darsi ya alqawaid alfiqhiyya ni mara moja pekee yake kwa wiki, ni mara moja, tena mara moja yenyewe hiyo pia alhamdulillah ikiwa tutapata nafasi, lakini biidhnillah taala tutaendelea nayo insha Allah taala. Na baada ya hii manzuma inafuata ni المنظومة البيقونية إن شاء الله لنفواتها katika مصطلح الحديث. هي إن شاء الله تعالى تنزل kuanzia الخميس itakayokuja إذا أحيانا الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.